Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Tunamshukuru Allah tabaraka wa taala aliyetuwezesha kuswali Ijumaa ya kwanza kabisa nje ya Ramadhani. Na hutuba yetu leo ametutolea imamu wetu Sheikh Abdallah hafidhahullah, lakini kindengereko hajui. Hiyo ndo shida yenyewe, kindengereko hajui, lakini Waarabu wenzake wamempata vizuri sana. Waarabu hawaruhusa kuondoka, wanajua alichokizungumza. Sasa mimi na wewe mdengereko kidogo tusubiri kama dakika 5 tu ili tupate madhumuni ya hutuba. Na hapa ndugu zangu, mtaona kwamba hutuba nyingi zinatolewa Kiarabu hapa, kwa sababu huu ndio uchaguzi wa Imam Shafi. Imam Shafi anasema hutuba itolewe kwa lugha gani? Kwa lugha ya Kiarabu, kwa sababu ndio lugha ya dini. Dini hii lugha yake ni Kiarabu, na ndio maana Qur'ani imeshushwa kwa lugha ya Kiarabu. Ukitaka utaisoma kwa lugha ya Kiarabu, usitake utaisoma kwa lugha ya Kiarabu. Hasa tafsiri, wewe tafsiri unavyojua wewe, shauri yako, lakini Qur'ani yenyewe utaisoma tu kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo hii ndiyo lugha ya dini yetu. Sasa wengi hatufahamu, lakini la msingi Sheikh ameanza kwa hutuba akisema kwamba tumemaliza Ramadhani. Ramadhani imeisha. Wapo waliochuma mazuri sana ya Ramadhani, lakini wapo waliopata hasara vile vile ndani ya Ramadhani. Sheikh anasema masiku yanakwenda, lakini masiku yanavyokwenda ndiyo hazina ya matendo yetu. Yaani matendo utakayokuwa umeyafanya leo, siku ikienda ikiisha, basi ile siku imebeba yale matendo yako, yawe mazuri au mabaya, lakini siku itakuwa imeyabeba. Sasa kheri ni kwa wale ambao siku imebeba matendo mazuri, hawa wanapewa hongera sana. Lakini Sheikh anasema tumejifunza mengi katika Ramadhani, hasa uchamungu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokea matendo ya wachamungu. Yaani wewe ndani ya Ramadhani ulikuwa mcha Mungu, basi ujue Allah tabaraka wa Ta'ala ameyapokea matendo yako, kwa sababu innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Mwenyezi Mungu anapokea vitendo vya wacha Mungu, sio vitendo vya wahuni. Mtu anaswali Ramadhani tu, nje ya Ramadhani hataki kuswali. Huni. Mcha Mungu Ramadhani anaongeza tu ule ucha Mungu, lakini ucha Mungu huo anatakiwa adumu nao nje ya Ramadhani ili matendo yake yapate kupokelewa. Si Mwenyezi Mungu ameweka adatul hasri, inama, hakuna njia nyingine, yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Mwenyezi Mungu anapokea matendo ya wamchao yeye, wanaomuogopa yeye. Maana ya takwa, maana yake ni kufanya jambo kwa ajili yake na kumuogopa yeye, au kuacha jambo kwa ajili yake na kumuogopa yeye. Hii ndio maana ya takwa. Sasa kuna watu wanafunga au wanaswali kwa sababu ya Ramadhani. Wewe kama unafunga kwa sababu ya Ramadhani tu, wewe umuogopi Allah tabaraka wa Taala, wewe unaiogopa Ramadhani. Sasa takwa hapa haiwezi kupatikana. Unaweza kweli kuwa umefunga, umeswali, umefanya mambo mengi, lakini kwenye mizani hamna kitu. Kwenye mzani wako hamna kitu, kwa sababu takwa hamna. Kwa hiyo mzani, umefanya kazi lakini kazi ya bure. Mwenyezi Mungu atuongoze. Lakini Sheikh anasema pamoja na kufanya matendo mazuri ndani ya Ramadhani, tuendelee nayo nje ya Ramadhani. Tufanye matendo kwa wingi,
lakini yawe matendo yanayomridhisha Allah, kwa sababu Mwenyezi Mungu haangalii wingi wa matendo. Fala tamnun, usijigambe kwamba mimi nimefanya mambo mengi sana. Hayo kwa Mwenyezi Mungu si lolote, si chochote. Mtu anaweza akafanya moja tu akakushinda wewe uliofanya mengi. Wingi si hoja. Hoja ni kwamba umefanya mengi, lakini kwa misingi ya sheria. Ukiyafanya mengi kwa msingi ya sheria, naam, lakini mengi tu kwenye msingi wa sheria hayapo, haya si hamna kitu. Na shekhe ametuambia kwamba vyovyote utakavyokuwa umefanya ibada, basi wewe jihesabu kwamba umefanya kidogo. Usiseme mbona nimeshafanya sana. Ukifanya hivi tu wewe unatafuta matatizo, kwa sababu wewe unaenda kwenye kuzembea. Yaani ukishasema mimi nimeshafanya sana, unaenda kuacha. Ukisema mimi nimeshatoa sadaka sana, manake unaenda wewe, nafsi yako inakwambia tena usitoe. Nimeshaswali sana usiku, manake kinachofuata tena unaanza kuwa mvivu. Nimeshasoma sana Qur'ani Ramadhani. Sasa nje ya Ramadhani hutaki kusoma sana, unatakiwa usome sana. Sasa kila amali unaoifanya wewe ona kama umefanya kidogo, hii itakusukuma ufanye zaidi. Lakini nafsi yako ikijiona kwamba umefanya mengi, basi wewe unaelekea kwenye kufeli. Mwenyezi Mungu atuepushe na watu namna hii. Kila tunavyofanya tuone tunafanya kidogo, kila tunavyofanya tuone tunafanya kidogo. Lakini la tatu ambalo ni la mwisho kabisa, shekhe anasema pamoja na mambo yote haya, mtu anapofanya amali awe na mambo mawili, alkhaufu waraja. Awe ana hofu kwamba je, hii amali namna nilivyoifanya kweli nimeifanya kwenye viwango ambazo Allah tabaraka wa taala anavikubali? Nafsi iwe na hofu kwanza hiyo, kwa sababu ukiwa na hiyo hofu itakupelekea ufanye vizuri zaidi, kwamba kila unavyofanya unaona kiwango hiki kweli kimetimia. Lakini jambo la pili, arraja, uwe na matarajio. Sasa ukishamaliza kufanya uwe na matarajio kwamba madhali nimefanya hili, naamini Mola wangu atanipa. Shekhe amesoma hapa aya, wa idh yarfa'u Ibrahim alqawaida min albayt wa Ismail rabbana taqabbal minna. Kumbuka Nabii Ibrahim na mwanawe Ismaili wakati wanajenga msingi wa Al-Kaaba, wanafanya kitendo kizuri. Wakati wanajenga ile Al-Kaaba wanasemaje? Rabbana taqabbal minna, Mwenyezi Mungu, hii amali tunayoifanya tunakuomba uipokee. Kwani wanafanya kitendo kibaya pale? Wanatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini pamoja na kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, muombe Mwenyezi Mungu aipokee nini? Uwe na matarajio kwamba ibada yako ipokelewe. Sasa tukifanya ibada kwa mtindo huu tulioieleza na kwa namna alivyoelezea khatibu wetu, basi sisi tutakuwa ni watu wenye matendo mazuri yanayompendeza Allah tabaraka wa taala, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atatupa malipo yaliyo kamili. Namwomba Mwenyezi Mungu aikubali Ramadhani, azikubali funga zetu pamoja na kasoro tulizokuwa nazo, atulipe malipo yaliyokuwa makubwa, atuhifadhi sisi pamoja na familia zetu na nchi yetu na nchi zote za Kiislamu kwa ujumla. Huu ndio ulikuwa mwisho wa hutuba nilivyomnukuu shekhe katika maneno yake, lakini kwa kawaida huwa tunakuwa na sharifu hapa kama Ijumaa hivi, tunakuwa na maswali 4 5, lakini kwa bahati mbaya yuko safari. Inshallah wiki ijayo tutakuwa naye. Kwa hiyo kwa leo tutaishia hapa. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Waislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.